Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania Masijara ndogo ya Dar es Salaam imeendelea kusikiliza kesi ya mwenyekiti kesi ya Jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu, ambaye ni kesi ya uhaini. Leo upande wa Jamhuri umeweza kuleta mashahidi wawili. Mmoja alikuwa anatokea Songea, anafanya kazi ya machinga, na mwingine ni askari polisi kutokea kule mkoa wa Kilimanjaro pale mjini Moshi. Mashahidi hao wote wawili wameweza kutoa ushahidi wao na wameweza kuhojiwa kwa ukamilifu maswali yale ya mabezo na ya kuchanganywa ya mwenyekiti Tundu Antipas Mugwai Lissu, ambaye ameweza kuonyesha kwamba ushahidi wao kwa sehemu kubwa unatofautiana na kile ambacho maelezo ambayo waliandika polisi. Ile tarehe moja amesema kwamba mnamo tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 alikwenda polisi kule Moshi kule Songea akaandikisha maelezo yake, lakini alipokuja kuhojiwa maswali na mwenyekiti Tundu Lissu, kwa sehemu kubwa ni kwamba mengi ambayo ameyasema leo ni maneno ambayo ameongeza hayamo katika tamko lake lile, na alikuwa kila vitu vingiulizwa anasema ajui, na ilikuwa inasikitisha kwa sababu unashangaa kwamba nchi yetu inaongozwa tuna kanuni kubwa ya msingi sana ambayo inaongoza nchi yetu, kwamba kila mtu anatakiwa kuheshimu na kutumia rasilimali za nchi hii kwa namna ambayo ni nzuri, kana kwamba sisi ndio waamuzi wa baadaye wa mustakabali wa nchi yetu. Hiyo ni ibara ya 27 ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, ambayo wale ambao wako madarakani wengi wao wamekula viapo vya kusema kwamba wataiheshimu, kuitii na kuhifadhi Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa unapokuwa na rasilimali za umma zinatumika kuendesha kesi ambayo hata mashahidi wanakuwa hawajui vitu, nasema inafikia katika matumizi mabaya ya rasilimali za nchi. Na ni hoja ambayo bado nazidi kuwarai na kuwataka wale ambao wana mamlaka ya kuendesha mashtaka ya namna hii wajue kwamba hizo ni fedha za wananchi, sio fedha zao binafsi. Hizo ni fedha za walipa kodi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wananchi hawa, ambayo fedha ikitumika kwa kutapanya, maana yake tunahujumu nchi yetu, tunahujumu uchumi. Maana yake mahakama inatumika kama sehemu mbaya ya kuweza kutapanya rasilimali chache za nchi yetu. Sisi bado ni taifa maskini, hatuwezi tukatumika katika kutapanya fedha zetu kuendesha kesi ambazo kwa kweli kwa sehemu kubwa zinakufanya unapata hasira na jakamoyo unapokuwa unasikiza ushahidi unaotoka. Sio kwa sababu wewe ni mpenzi wa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, bali wewe kama mwananchi wa nchi hii ambao ungependa kuona kwamba rasilimali za nchi zinatumika pale kwa namna iliyo nzuri, na wale ambao wanashtakiwa ni wale ambao kwa kweli wana hatia au wana makosa ambayo inatakiwa kwamba waweze kuadhibiwa kwayo. Sasa mashahidi hao wameweza kutoa ushahidi wao. Mwenyekiti ameweza kuonyesha kabisa kwamba wao sio mashahidi wa kuaminika, ni maoni ambayo tumeweza kuyaona, na kwamba ni mashahidi ambao basi wao wamekuja. Mmoja wao amesema kwamba alitakiwa tu baadaye tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 abadilishe shahidi ambaye alikuwa ameshikwa kwamba amehamasika kutokana na kauli za mwenyekiti Tundu Lissu, kwamba sasa amegeuzwa kutoka kuwa mtuhumiwa na amegeuka kuwa shahidi. Hayo ndio ambayo wameyafanya. Kwa hiyo na mwenyekiti alikuwa anakazania kuonyesha kwamba watu wanabadilisha magoli. Yaani mpira tunafahamu huko sehemu fulani, lakini mtu akitaka kufunga goli unahamisha goli. Kwa hiyo ni kwamba unabadilisha, wazungu wanasema it's a moving target. Kwa hiyo sio kitu kizuri. Na ningeweza kuita kama ni moving prosecution. Kwa hiyo hali imekuwa sio nzuri, imekuwa ni ya kusikitisha, lakini mwisho wa siku mahakama ndio ambayo itakayoamua kwamba kama kuna kesi ya mwenyekiti kujibu, na kama kuna vile mwisho wa siku kama ana hatia. Shahidi wawili ambao wametoa ushahidi leo, ushahidi wao umeweza kukanyagwa na kusinyangwa na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, kuonyesha kwamba si mashahidi wa kuaminika, na ushahidi wao kwa kweli hauna uzito wowote ule ambao kwenye kesi hiyo. Na nilikuwa najiuliza kama mtu nimekaa miaka 10 miezi 10 mahabusu kutokana na ushahidi wa aina hii. Yule ambaye jana tulimsikia na hao wawili walikuja leo, kama jana nilivyosema, it's painful to listen and to watch. Yaani angalau wazungu wanasema it's so painful to listen and watch. It was a spectacle. Yaani mambo ambayo yanasikitisha. Lakini ndio nchi yetu, hapo ndipo tulipo. Ukitaka kujua jinsi gani tumeporomoka, ndio tumefikishwa huko. Kuna shimo ambalo tumepelekwa huko
la Bermuda Triangle, tuko katika hali ngumu. Sasa hayo ndio ambayo nitaka kuyasema kuhusiana na kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Mugwai Lissu. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.